Hujambo na karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Jina langu ni Adam Hussein. Miongoni mwa ripoti tulizokuwa nazo ni je, kuna ukweli gani juu ya China dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwa ni pamoja na mifumo ya ulinzi wa anga. Ripoti hizi zimeelezwa katika baadhi ya vyombo mbalimbali vya habari vikieleza kwamba Iran imesaini mkataba wa ununuaji wa mifumo ya ulinzi wa anga kutoka nchini China. Hata hivyo, inaelezwa kwamba moja kati ya maeneo ambayo Iran hupata silaha zake ni huko nchini China pamoja na Urusi. Lakini sasa tutazame, je, Wachina wenyewe wanazungumziaje? Baada ya kusambaa kwa taarifa juu ya China kuiuzia silaha nchi ya Iran na kwamba kuna mifumo mingi ya ulinzi wa anga na baadhi ya makombora yameuzwa katika taifa la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, Wizara ya Ulinzi ya China imekanusha ripoti kuhusu mpango wake wa kuipatia Iran mamia ya mifumo ya ulinzi wa anga na kuzitaja kuwa ni habari za uongo na zisizokuwa na msingi wowote. Alipoulizwa kuhusu taarifa hiyo siku ya Alhamisi, msemaji wa Wizara ya Ulinzi ya China, Jian Bin, amesema madai hayo si ya kweli. Awali, Wizara ya Mambo ya Nje ya China ilikuwa imesema taarifa hiyo kuhusu makubaliano hayo haina msingi wowote. Iran inatarajiwa kupokea jumla ya mifumo kati ya 300 hadi 400 ya ulinzi wa anga inayoweza kubebwa na mtu mmoja inayotengenezwa huko nchini China katika kipindi cha wiki chache zijazo. Hayo yameripotiwa na shirika la habari la Reuters mnamo siku ya Jumatano, likinukuu vyanzo vitatu vyenye taarifa kuhusu suala hilo. Vyanzo hivyo vilisema kuwa makubaliano hayo yanahusisha makombora aina ya QW-12 na FN-16 na thamani yake inakadiriwa kuwa ni kati ya dola milioni 60 hadi milioni 70. Inaripotiwa kuwa mkataba huo ulitiwa saini na kampuni yenye makao yake huko Hong Kong ambayo inasemekana ilifanya kazi kama mpatanishi kati ya Iran na msambazaji wa China. Vyanzo vya Reuters vilisema kuwa shehena za awali zilipaswa kusafirishwa kutoka mji wa Urumqi uliopo magharibi mwa China na kupelekwa Iran kupitia Pakistan. Jeshi la Pakistan limekanusha kuhusika na uwezekano wa uhamishaji wa mifumo kama hiyo, likiita sehemu hiyo ya ripoti kuwa ni ya kubuni na isiyokuwa sahihi. Vyanzo vya Reuters pia vilisema kuwa licha ya kutoa saini kwa mkataba huo, muda wa kuwasilisha mzigo, idadi ya mifumo na maelezo mengine ya utekelezaji wake yanaweza kubadilika. Miongoni mwa silaha ambazo Iran ilizipata kutoka katika nchi za nje ni mifumo ya ulinzi wa anga ya -400 kutoka nchini Urusi. Urusi iliwahi kuipatia Iran mifumo hiyo ya ulinzi wa anga ambayo inadaiwa kwamba huenda inatumika katika kulinda anga la Iran. Baadhi ya mashambulizi ya Marekani huenda yameshindwa kufanya kazi kutokana na mifumo hiyo ya ulinzi wa anga ya S-400, licha ya kwamba bado hakuna maelezo ya kutumika kwa mifumo hiyo ya ulinzi wa anga ya Urusi hapo nchini Iran. Baadhi ya wachambuzi wanazungumzia nini kuhusu uuzwaji wa silaha hizo za China nchini Iran? Wachambuzi wanasema kwamba kwa sasa China haiwezi kudhihirisha juu ya uuzaji wa silaha zozote, lakini inadaiwa pia kwamba mwanzoni mwa vita vya siku 40 na hata vile vya siku 16 vya mwezi Machi, miongoni mwa silaha ziliuzwa kutoka China kupelekwa nchini Iran, na kwamba kulikuwa na mpango wa kufanyika kwa majaribio ya silaha za Wachina huko nchini Iran, na baadhi ya mafanikio yanatajwa kwamba pengine yametokana na silaha pamoja na mifumo ya ulinzi wa anga ya Wachina pamoja na Warusi. Nchi hizi za Urusi na China haziingii vitani moja kwa moja, lakini kuna namna zinatoa msaada kwa ajili ya kuisaidia Iran. Kwa sasa China na Urusi zinatengeneza mazingira ya kutaka vita viishe huko Mashariki ya Kati, lakini hazizungumzi moja kwa moja na mipango yao sasa ni kama vile zipo kimya, lakini wachambuzi wanasema kimya kingi kina mshindo. Pengine ni mipango mingine ya kudhoofisha mataifa makubwa ya magharibi, ikiwa ni pamoja na Marekani, na kutafuta namna ya kuhakikisha wanakuwa na utawala katika ulimwengu, na ndio maana hata vita vya Urusi nchini Ukraine bado vimeendelea kuchukua muda mrefu zaidi na kwamba vinaonekana haviishi haraka. Endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News.